artist. May you be very This is our principal right here in Tanzania. You are mostly welcome. God bless you, Bishop. Mungu akubariki, askofu. Hallelujah. Hallelujah. How many people are happy today? Wangapi wamefurahi siku ya leo? I want to hear your very big amen. Nataka nisikie amina yako kubwa. My name is Bishop John Oscar. Anaitwa Bishop John Oscar. I'm the president of the school in Tanzania. Yeye ndo mkuu wa chuo kwa hapa Tanzania. Our Bible school called the Christolite Institute International. Jina la shule yetu inaitwa Crystal Institute Tanzania International. And I want to give the introduction a little bit. Na nataka nifanye utambuzi kwa namna. For this day we are blessing the Lord. Kwa siku ya leo tunamshukuru sana, tunabariki Mungu. It was a little bit long here. Yeah, ilikuwa ni kipindi kifupi kidogo. A little bit long here. Yeah, ilikuwa ni kipindi kirefu sana. We were trying the level best to reach our destiny. Tulikuwa tukifanya namna gani tuweze kufika katika hatima yetu. And today we are here. Na leo siku hii ya leo tupo hapa with the graduates here. Tuko na hawa wahitimu wetu. God bless you all the students. Na Mungu awabariki wote. And today na leo we have our leaders together with us. Tunao viongozi wetu pamoja nasi. So before I introduce the leaders, kabla sijatambua viongozi wetu, I want all the graduates to stand up. Nataka wahitimu wetu wote tuweze kusimama. So that they can wave for you. Ili uweze kuwapungia wageni wetu. We will introduce you the meaning of the song later. Yeah, tutawaambia maana ya huo wimbo baadaye. So we have we have the president from United States of America. Tunaye rais wetu kutoka kule Marekani. His name is Dr.
Omotoso. Anaitwa Daktari Michael Omotoso. Dr. Omotoso is having a vision of training pastors in Africa. Dr. Omotoso ana ndoto ya kuwa au ya kuwafundisha watu wa Afrika. He's a very good man. Ni mtu mzuri sana. Every year, kila mwaka is sending a teacher or lecturers from Nigeria. Anawatuma wakufuzi kwenda kule Nigeria. Kutoka Nigeria. They are coming to Tanzania. Wale waweze kuja hapa Tanzania. There is paying for their tickets. Anawalipia nauli zao za ndege. And in our class, na katika darasa letu, we are learning English like a chekechea. Tunajifunza Kiingereza kama watoto wa chekechea. When you find all these pastors now, wote hawa wachungaji, now they can write sermons in English. Wanaweza wakaandika chochote kwa kutumia Kiingereza. Ujumbe kwa Kiingereza. They can preach in English. Wanaweza wakafundisha kwa kutumia Kiingereza. So we started in the ground. Kwa tulianza kule chini. When you find us in the class, unapotukuta darasani, we read like this. Tunasoma namna hii. He, she, that, they, do, so. So we learn like wanajifunza kama watoto wadogo. So we want to encourage each one of you. Tunataka tuwatie moyo kila mmoja to come to the class. Ili uweze kuja darasani. Number 2. Ya pili. We have our papa. Tunaye papa wetu hapa. His name is Ephraim Ojo. Anaitwa Ephraim Ojo. Dr. Ephraim Ojo. Dr. Ephraim Ojo. He started in ministry in 1970. Alianza huduma mwaka wa 1970. Please can you stand up again, Papa? Tunaomba uweze kusimama. He told us 2 days ago. Alituambia siku mbili zilizopita. He never been to the hospital. Kwamba hajawahi kwenda hospitali. That is sick. Ikiwa anaumwa hajawahi kwenda. So we want that anointing for us today here. Kwa tunataka upako nasi hapa leo. We don't want to go to the hospital. Hatutaki kwenda hospitali. Hallelujah. Hallelujah. Then we have another man of God. Kwa tunaye mtumishi mwingine wa Bwana. His name is Overseer Ezekiel. Anaitwa mwangalizi Ezekiel. From also Nigeria. Anatokea kule Nigeria naye. Can you say hello? Unaweza ukasema hello. Hello. This man is professional in finance. Yeye ni mtaalamu wa uhasibu wa fedha. Then in the front also, na pale mbele tena, we have our father. Tunaye baba yetu. I think all of you know him. Nadhani wote tunamjua. Our father is here, Mr. Chairman. Baba yetu mwenyekiti yupo naye hapa. Jamani, mbona tujasikia vigelegele kwa mwenyekiti? We thank you, our Father. Tunakushukuru sana baba yetu. To allow us to be here. Ili tuweze kuwepo hapa. And we saw really you have a very good heart of God. Tuliona kweli una moyo mzuri wa Bwana. You know, here we have different background in our churches. Unajua tuna mambo mengi sana kutoka kule makanisa yetu. We can say this is Pentecostal, this is Moravian, this is Lutheran, this is Seventh-day Adventist. Tunaweza tukasema huyu ni Mlutheri, huyu ni Adventisti. But we are in one body of Christ. Lakini tupo katika mwili mmoja wa Kristo. That's why we are here today. Ndio maana leo tupo hapa. Then we have our leaders from the government. Pia tunaye kiongozi wetu kutoka serikalini. We are so blessed to have Mr. Diwani. Tumebarikiwa sana kuwepo na diwani hapa. Diwani of Arome. Diwani tunaye hapa Nzokwe. Jamani, mpigeni diwani makofi. Give good luck to our diwani. Hao ndio wenye chama chao. Yeah. Na kesho kutwa anapokea, nadhani naibu katibu mkuu anaingia kesho. Na tuna kiongozi wa serikali pia, we have another leaders of the government. Tuna kiongozi mwingine kutoka serikali ambaye ninyi wote mnamjua. And you all know him. God bless you so much. Mungu akubariki sana. Then we have our school leaders. Na pia tuna viongozi wetu kutoka chuoni. We have Bishop Kazio. Tunaye Bishop Kazio. Is the head of financial department. Yeye ni kiongozi wa masuala ya kifedha. He is a very good man. Ni mtu mwema sana. Is my shemeji yangu. Yeah, is in-law. Ananisumbua sana. He's really disturbing me sometimes.
God bless you. So. Mungu akubariki sana. Then we have our class we have the coordinator of our school. Tunaye anayeorganize anayefanya kila kitu kutoka kule chuoni. Is called Pastor Mwaijulu. Anayeratibia kila kitu anaitwa Pastor Mwaijulu. Even yesterday he slept here. Hata jana alilala hapa. To make sure everything is going well. Ili hakikishe kila kitu kinakwenda sawa. Then we have our class representative. Then tunaye mwakilishi wa darasa. Nelas. Yule jana. So they are working in a very good way. Wanafanya kazi katika njia sahihi. We love them. Tunawapenda. So after this introduction, baada ya kufanya utambuzi huu, also let me introduce our pastor who is the pastor of this church. Pia tunaye pastor ambaye anachunga kanisa hili. Is our pastor Msangawale. Anaitwa Pastor Msangawale. Really, I love this pastor. Kweli nampenda sana huyu mchungaji. Moravian, you have a very good pastor. Moravian mnaye mchungaji mzuri sana. He is a very humble man. Ni mtu anayenyenyekea sana. Very humble man. Ni mnyenyekevu mno. We love him. Tunampenda. And we know, I think because of the chairman, because chairman also is very humble. Kwa sababu mwenyekiti naye ni mnyenyekevu. If you see a chairman is very humble, ukiona mwenyekiti ni mnyenyekevu, all others also they will be humble. Ujue wote tutakuwa wanyenyekevu. And I want to thank all of you. Na ninataka niwashukuru wote. We have our coordinator, floor manager today. Tunaye mtu wa hapa anayefanya utambuzi leo. Is called Bishop Uchaguzi Mwakabana. Anaitwa Bishop Uchaguzi Mwakabana. Wakukaja. Thank you very much. Then also I want to introduce also we will be live here. Yeah, tutakuwa mubashara hapa. We will be live. Tutakuwa mubashara with our cameraman. Kupitia hawa watu wetu wa kamera. Na cameraman hii kwaya ikija kurekodi, yani inabidi wafanyie offer. You need to make them an offer this choir. Because this is our home choir. Ako ka camera ni ka professional kabisa kana. That is a professional camera. So yeah, you need to make a good video. After that, God bless you. Baada ya hapo Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much. May you give good clap to the Lord. Amen. Tunawaona wanachuo wanafunzi wamependeza kabisa. We've seen our graduates, they are really beautiful. And they are so attractive. Tuna nafasi nyingine tena. So we have another opportunity. Tuweze kumkaribisha mwakilishi wa wanafunzi. So that we welcome the graduate representative ambao wanahitimu leo. Who are now graduating today. Kwa hiyo aweze kusema lolote. The representative to speak some few words. Kuwakilisha wenzake. So that you can represent your fellows. Mwakilishi, karibu sana. You are welcome. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Ninawasalimu katika jina la Yesu I Kristo. greet you in the name of the Lord. Bwana awabariki sana. May God bless you. May God bless you, our leaders. Kwanza kabisa nipende kumshukuru rais wetu wa chuo. First and foremost, I would like to thank our president, our school president. Anatupenda sana. He's really in love with us, really loving us. Anaipenda sana Tanzania. He loves Tanzania. Kuna nchi nyingi sana. You know, we have a lot of countries, lakini amechagua Tanzania. but he chose to be right here in Tanzania. Rais wetu, Mungu akubariki. May God bless you, our president. Haya maono Mungu aliyokupa. The visions that the Lord gave you. Nafikiri mikoa yote ya Tanzania uitembelee. I hope that you will go in all the regions in Tanzania. Tunakuhitaji sana. We really need you. Umeongozana na viongozi wakubwa sana. You are together with the other leaders kutoka Nigeria. From Nigeria. Kumbuka rais wetu ni wa Marekani. Remember, our president is coming from the United States. Anakwenda Marekani. He goes to the United States. Anarudi Nigeria. He comes back to Nigeria. Na bado anahudumia watumishi wa Mungu.
and still making some services unto us. Hatuna cha kukupa zaidi ya We don't have nothing good to give you, but we just say thank you. Watanzania tulikuwa tuna kiu, Tanzania, we were so envy. tulikuwa tuna njaa ya elimu, We were so hungry for the education, lakini umetufungua ubongo. but now you've opened our brain. Haleluya. Amen. Wapendwa, tuko mahali hapa. We are right here. Hawa wanafunzi mliowaona hapa, The graduates that you are seeing right here, sisi ni watu wazima. we are elder people, we are older people. Nafikiri mnaelewa elimu ya watu wazima, I think you understand the education of the older people, lakini hatujajali yote. but we've not seen anything else. Bwana ametutetea The Lord has really been on our side. mpaka leo, unatuona tuko mahali. Till today you are seeing as we are here. Kuna watu wana miaka 70, 80 There hapa, are some people having 70 to 80 years right here, kwa sababu ni wapaka mafuta, huwezi kujua kama ni because they are mzee. the anointing ones from the Lord. Haleluya. Hallelujah. Chuo chetu hiki, Our college, hiki chuo hakichagui dini, it doesn't choose any denomination. uwe mpagani, Whether you are a pagan, uwe Muislamu, whether you are a Muslim, uwe Anglican, whether you are an Anglican, uwe TAG, whether you are from TAG, uwe Moravian, whether you are from Lutheran, uwe Pentecost, whether you are from Pentecost, inachukua wote it takes all the denominations ili tuujenge mwili wa Kristo. so that we build the body of Christ. Karibuni nyote, You are mostly welcome. chuo ni kizuri sana, Yeah, our college is so good, very good. kinafundisha neno la Mungu halisi. It teaches the real word of the Lord. Mchungaji aliyopo mahali hapo The pastor who is right here, akikufundisha, when he teaches you, halitatoka maisha, it won't get out from your heart. kwa sababu Because Mungu tunayemwabudu the Lord that we do serve, yu hai, He's alive. anaishi, He's alive. anatembea, He's walking. anajibu He's answering our prayers sawasawa na mapenzi unayotaka wewe Mungu akujibu. according to whatever you want the Lord to give you. Kwa hiyo mafundisho tuliyopata kwa wanachuo So walimu wetu, the sermons that we get from our teachers, tulikuwa hatujui kitu, we didn't know anything. lakini saa hizi But right now, mchungaji akisimama kukufundisha, when the pastor stands to speak, utapokea. you will receive. Bwana awabariki May sana. God bless you. Bwana awabariki sana viongozi. May God bless you, our leaders. Narudi kwa mwenye rais wetu And wa I'm coming back to Tanzania. our president right here in Tanzania. Asante sana Bi Thank you very Oscar. much, Pastor Oscar. Akiona tunalegalega anatupigia simu. Yeah, nobody calls us every time. Tunakushukuru sana na uongozi wako, We really appreciate together with your leaders, bila kumsahau Bishop Kazio without forgetting Bishop Kazio, na viongozi wetu wa chuo. together with our school leaders. Mungu awabariki. May God bless you. Sitamsahau mchungaji wetu wa mahali hapa. I won't forget the real pastor, the home pastor here. Mungu akubariki sana May God really bless you, Pastor, kwa kutukaribisha. for welcoming us right here. Nyumba isipokuwa na wageni Any house without visitors, sio nyumba. that is not a house. Ungekuwa mkali Yeah, if you could have been very angry, usingekuja hapa, you couldn't be here. kwa sababu ya upendo Because of love, unashuka, you go down, unanyenyekea. you kneel down. Ndio maana tuko mahali. That is why we are here today. Awali ya yote nipende kuwashukuru wote. All in all, I may like to say thank you. Leo tuna bishop wetu msimama ukooni umevaa white. Today we have a bishop here, is Ndio in white suit. natuongozea leo sherehe yetu. So that is the floor manager of this our function. Na viongozi wetu karibuni sana wa Together with serikali. our leaders from the Tunawapenda government, sana. we really love you. Thank you. Karibuni mjisikie mko nyumbani. Thank you. Feel at home. Karibuni na maji ya kunywa. Thank you, and you have. Bwana awabariki May the sana. Lord really bless you. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. May praise be to Jesus. Hawa ndio waliotukusanya hapa asubuhi. All in all, we are together right here this morning. Kwa hiyo maneno yao yalikuwa ya muhimu sana, So their words were so great to us. kwa sababu wasingekuwa wao Because if it could have not been them, tusingekusanyika hapa. we couldn't be here.
Amen. Amen. Sasa nichukue nafasi hii So let me take this opportunity niweze kumleta mwenyekiti wa makanisa Moravian Mbeya, so that I bring the chairman of the all Moravian churches in Mbeya. kabla tutaendelea yeye aseme kitu. Before we proceed, let him say something. Kwa hiyo nikukaribishe tena mwenyekiti. May you really welcome our chairman. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. I greet you in the name of the Lord. Ndugu rais wa vyuo duniani, Yeah, the president of our church, rais wa chuo chetu hapa Tanzania, the president of our college right here in Tanzania, na wageni mlioongozana nao tulioko hapa mbele, and all other guests who are right here in front of us, viongozi wa serikali, the government leaders, ndugu wahitimu, the graduates, na waalikwa wote tulioalikwa mahali hapa. and all the people who came right here. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to Jesus. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu Let me take this opportunity to thank the Lord aliyetupa siku hii ya leo, who gave us this day, kwa sababu ni siku muhimu na maalum, because it is a great day and a special day, alafu ni siku ya wahitimu wazee and it is a day whereby the all graduates are graduating, ambao hawakujali majukumu walionayo whereby they didn't see their issues, wala kutingwa kwao, whether whatever they were supposed to do, hawakujali kwamba kuna watoto nyumbani, they didn't bother that they have children back at home, wengine wajukuu waliwacha, others they have the grandchildren right there back at home, wakaamua kuingia darasani. but they decided to go to the class. Nichukue nafasi hii Let me take this opportunity kuwapa hongera sana, just to congratulate. hongera sana sana Congratulations, kwa congratulations, maamuzi hayo. congratulations for the whatever you chose. Mungu awakumbuke. May the Lord remember you. Nawashukuru viongozi wote Thank you, the leaders, kwa yote mlioyafanya for everything that you did kwa ajili ya wachungaji wenzangu hapa. for the sake of these my pastors. Kuna vitu vingi mmevifanya, They have done a lot of things. kuna ufadhili mmeufanya, They have done a lot of investments. maana hata wamefika hapa, Because you are here right now, kuna kitu kikubwa kimefanyika. there is something great that has happened for you to be here. Ni sadaka mlioitoa mbele It is za a great offering that you gave to the Lord, na Mungu awakumbuke sana. and may God remember you. Lakini pia nimshukuru mchungaji Msangawale And also I would like to thank the home pastor here kwa ukarimu ulionao. for the great revelation that you have. Niwaambie kitu, Let me tell you something about the pastor. mchungaji Msangawale kati ya wachungaji wa kanisa la Moravian Among all the pastors, the Moravian pastors, anaweza kawa namba moja kwa ukarimu. he is the first pastor. Sitanii wala sidanganyi, And I don't lie, kwa sababu wachungaji wetu wote tunawafahamu. because we know our pastors, all our pastors. Kama kuna kitu Mungu ameweka ndani yake, If there is something that the Lord put in him, ni huruma na ukarimu kwa wageni. it's a way of welcoming. Mungu akubariki sana mchungaji, May God really bless you, pastor, wewe na mke wako, together with your wife, hata ushirika huu wa Nzovu pia. and all the Nzobe brethren. Mmeonyesha kumsapoti sana, You will show to support, maana Biblia inasema because the Bible says kuhani alivyo the way it is, na watu wake wako hivyo. and his people is like the same. Mungu awabariki. May God really bless you. Basi kwa niaba ya kanisa la Moravian, Yeah, for the sake of the Moravian Church, nikuombe rais wa chuo cha Tanzania. let me ask you, our president. Inaonyesha chuo hiki ni kizuri. It shows that this college is very good. Kwa kweli hata mimi nilikuwa sijui kama kipo. Even I didn't know whether the college is here. Hivi nawaza sijui wa kwanza na mimi kujiunga. Now I'm planning to join now. Maana hata walimu wanaofundisha Because even the teachers that are teaching, wote ni madaktari. they are all doctors. Kwa hiyo wenzangu hao wamepata elimu ya juu sana. So they have really gotten a good education. Hongera sana ndugu zangu. Mostly welcome and really congratulations. Hiyo elimu mlioipata The education that you got, basi kawe faida kwa wengine. may it have a profit to others too. Na kwa utumishi wenu pia. And all your services. Rais wa chuo hiki, And our president, nikuombe sana. may I ask you, Tuletee matangazo kwenye makanisa yetu. bring us many advertisements to other churches, Ili tupate wanafunzi wa so kutosha. that we get gospel. Nitakualika kwenye mikutano yangu ya wachungaji. I will welcome you into our Mze nao na kuwashawishi. so that you can talk to the pastors and Wajiunge na chuo. so that they can join the college. Niwaambie Wakristo wenzangu,
Let me tell you something, the brethren. Hata wewe unaweza kusoma. Even you can get education. Ada yao ni ndogo sana. Their school fees is too low. Nilikuwa naongea naye hapa. I was talking to the president right here. Anasema wanalipa 200,000 na point kwa mwaka. They pay 200,000 plus per year. Sasa 200,000 jamani. So what is 200,000? It's something very less. Njoo tusome. Come so that we get education. Tena unakuja shuleni baada ya kutoka kwenye shughuli zako. And they come to the college after doing and their own things. Mungu awabariki sana. May God really bless you. Na niwatakie sherehe njema. And let me wish you good celebration. And may the Lord be with you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shangilie Bwana kwa hotuba nzuri. Give God Hallelujah. Tunakushukuru sana mwenyekiti. We really thank the chairman. Tumejisikia tumefika mahali sahihi. We are really feeling at home. Tunaamini mambo yetu yataenda We vizuri. believe everything will go right. Amen. Amen. Kwa muda huu, kwa sababu tunaenda na muda, This time, because we are going with the time, watakuwa na mambo mengine baadaye. we shall have other issues later. Kwa hiyo nafasi hii sasa, But this opportunity, nataka kuchukua nafasi hii. Wimbo mmoja alafu ndo Okay. nasema kwaya ule wimbo wa Kinyakyusa ule ambao naimba zile nota za Basi tusimame sasa. okay, let us rise up. We are welcoming our choir.
nafasi ya kuweza kumkaribisha sasa, and the one who needs to welcome him, ambaye ni mkuu, ni rais wa chuo hapa Tanzania, who is the president of the college right here in Tanzania, Askofu Oscar, Pastor Oscar, niweze so that he can welcome our guest. Ndio, karibu sana. You are mostly welcome, Bishop. Okay, thank you. Asante. Our
MC. Asante sana MC wetu. And now I want to take this an opportunity. Naomba nichukue fursa hii. We know later we will have a leader of the government to speak. Tunajua baadaye viongozi wa serikali wataongea chochote baadaye. But let this time, Lakini muda huu invite our president Omotosho Dr. Michael Omotoso to proceed with all things ili aweze kuendelea na majukumu mengine. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Amen. Seated, please. Tunaweza tukakaa. Be seated. Tunaweza tukakaa. Amen. Amen. I'm so glad to be here, Nimefurahi sana kuwepo hapa. and I want to ask the class of 2026, are you ready? Nataka niwaulize wahitimu wetu, je, mko tayari? Chrysolite faculties and staff, Chuo pamoja na viongozi wake the board members, inajikita hasa the government representative, na pamoja na viongozi wa serikali, the chairman mwenyekiti of the church, wa Moravian Church, kanisa la Moravian, all the bishops, all the pastors, all the ministers here, na wote viongozi wote, watumishi wote na wachungaji wote mlioko hapa, and all the faculty members here in Tanzania, na wote ambao tupo hapa Tanzania, and family and friends. na pamoja na familia na marafiki. I want to say Nataka niseme welcome. ninawakaribisha, karibuni sana. Today is a celebration, Leo ni siku ya furaha, and today we are honoring faith, na leo hii tunawasherehekea hawa wahitimu wetu, hard work, kufanya kazi kwa bidii and victory. na pamoja na ushindi. As we celebrate Na pale tunaposherehekea the Chrysolite commencements ceremony, ufunguzi au ni sherehe za chuo cha Chrysolite. Chrysolite Ministry Institute International Huduma ya Chrysolite assists huwa ipo kwa ajili ya kuwezesha au kusaidia to prepare men and women ili kuweza kutengeneza wanawake na wanaume to serve God, ili waweze kumtumikia Mungu, the church, ili pale and kanisani the entire nation, na pale na taifa lote and the kiujumla world in na general. pamoja na ulimwengu mzima. Today, Leo we can see right in Mbeya here, tunaweza tukaona hapa Mbeya that mission is being fulfilled to the glory of God. kwamba huduma hii ipo kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Graduates, Hawa wahitimu, I want to say, nataka niseme kwamba Ungaria, congratulations. you prayed, Mliomba, you studied, mlijifunza you persevered, na mlikuwa na uvumilivu and you made it. lakini leo hii mmeweza. You know what Bible says in Galatians chapter 6, verse 9? Unajua Biblia inasemaje katika Galatia 6:9? It says, let us not grow weary Anasema tusio wadhaifu in doing good, kwa kufanya vyema, for at the proper time kwamba kwa muda fulani we will reap an harvest. tutakuwa tukivuna kile Don't tulichokiweza, give up. na tusikate tamaa. Today you are seeing the harvest, Leo hii mnaona mnavuna, kuna mavuno. and I want you to tell you that the facility, Nataka niwaambie kwamba vyote mlivyo navyo, the faculty members, kwa wale school mnaowazunguka leaders, na viongozi wa board chuo members, na wote mnaosoma and partner schools are proud of you. na wote tunawafurahia siku ya leo. But I want you to notice this. Nataka utambue hili, Graduation is not the end. ceremony ya leo sio kwamba ndo mwisho, It is just the launch. ni kama ni ngazi. The world needs you Dunia inakuhitaji now, sasa hivi, because life is busy. kwa sababu maisha yana msongamano. Faith is being challenged. Imani huwa inakumbana na vitu fulani. People are searching for truth. Watu wanatafuta ukweli. That is why the gospel must be shared clearly. Ndio maana ujumbe wa Bwana unataka
unatakiwa usambazwe vizuri and lived boldly. na uwe mnyenyekevu. You know what Paul says in 2 Timothy chapter 5 verse 2? Paulo alisemaje katika Timotheo wa pili? He reminds us to handle the word of truth righteously and without shame. Anatukumbusha kwamba tufanye vyema pasipo kuwa na uoga. We need strong Christian leaders in the world. Tunataka Wakristo ambao wana nguvu duniani. And I want to tell you all the graduates today, Na nataka niwaambie wahitimu wetu siku ya leo. and that is you. Huyu ni wewe hapo naongea na That wewe. is you. Ni wewe hapo naongea na wewe. Jesus said Matthew 5:16. Yesu alisema katika Mathayo Let your 5:16 light shine among the others. kwamba maisha yako yaangaze kwa watu wengine. I want to say go out Nataka niwaambie and nendeni shine. na mjaribu, Teach with wisdom. mfundishe kwa hekima, Serve with love. mtoe huduma kwa upendo And lead with courage. na muweze kuongoza kwa kunyenyekea na kwa nguvu. In closing, Nataka wahitimu wetu muweze kusimama sasa. and I want you to think of your family members, Na nataka ujaribu kuwaza kwa familia yako, your friends, marafiki zako, your teachers, walimu wako, the president of Tanzania here, rais kwa hapa Tanzania, of the Bible school, kwa chuo chetu cha Biblia, who had helped you to reach this moment, wote ambao wameweza kukusaidia na umefika siku ya leo, and especially na zaidi our dear Dr. Paul Oluwatoba, na zaidi kwa Daktari Paul Oluwatoba, Dr. Dele Onigbide, na Dr. Dele Onigbide, Pastor Joel Oyeniyi are not here today. na wote hawa hatupo nao leo hapa. I'm glad to be here. Lakini leo mimi nimefurahi kuwepo We hapa, also have one of the board members here. na pia tunao marafiki zetu wanyenyekevu sana tuko And nao. we also have an honored guest from Nigeria as well Na wengine nitakuwa nao kutoka Nigeria to witness this day. ili waweze kuona siku hii ya leo. And if you are thankful, Na pale unaposhukuru, I want you to say thank you. na vile vile nataka niseme asanteni And sana. I want you to give a big round of applause to Na them. nataka mpige makofi makubwa sana. God bless you all. Na Mungu awabariki wote. Amen. Amen. Thank you. Asante. Kwa sasa naweza kusoma hiki For our graduates. kwa ajili ya wahitimu wetu. We put it in English, also in Swahili. Tuliweka kwa Kiingereza pamoja na Kiswahili. So let me start with Swahili, then so that all of us we can know what I'm Anaanza kusoma kwa Kiswahili ili wote tuweze kuelewa. Kwa niaba ya wanafunzi, On behalf of the graduates, sasa nitasoma ili wote msikie. Kwa niaba ya rais wa bodi ya wadhamini, ni heshima yangu kubwa kuwasilisha wahitimu wa mwaka 2026. Watu hawa wa kipekee wamefanya kazi kwa bidii, uvumilivu na imani, wakikamilisha mahitaji yote ya kupata diploma ya theolojia katika Christ-Light Ministry Institute International. Tunasherekea kwa fahari mafanikio yao na tunapendekeza wahitimu hao wapewe rasmi diploma zao. Mbona hatujasikia vigelegele? So, on behalf of the President and the Board of Trustees, it is my great honor to present the graduates of 2026. These remarkable individuals have worked with dedication, perseverance, and faith, completing all the requirements for the diploma in theology at Christ-Light Ministry Institute International. We proudly celebrate their achievement and recommend that they be officially awarded their diplomas.
God the Father, Kwa jina la Baba Mungu and the Son. na Roho Mtakatifu. We confide on you diploma in theology in the name of God the Father, Tunawapa diploma in theology and the Holy Spirit. Bwana. Amen. Mtakatifu. Amen. Preacher Tunakwenda kumkaribisha who is going to give us a sermon. tunakwenda kumkaribisha pastor ambaye atatupa neno. We're gonna invite overseer Ezekiel Tunamkaribisha mwangalizi Ezekiel for the sermon. kwa ajili ya neno. Bwana sifiwe. First and foremost, I want to give glory to God Almighty. Kwanza nataka nimpe Bwana aliye mkuu utukufu For giving us this opportunity kutupa hii nafasi to be alive. ili tuwe hai. I want to honor the president of this institute. Nataka nimpe heshima rais wa chuo, The representative of government, na wale wawakilishi wa serikali, all the bishops na maaskofu wote, and ministers of God, na wale watumishi wa Mungu walioko hapa, and everyone. na kila mmoja. This occasion is very, very important. Tukio hili ni la muhimu sana, And I want to give some advice to the graduates. na ninataka nitoe kama ushauri kwa wale wahitimu. You've been hearing sermons, and some of us are bishops that have been giving sermons. Najua baadhi yetu ni maaskofu pia, nataka niwape ujumbe. So we want to remind us of certain things, Nataka niwakumbushe baadhi ya vitu, and we want to support it with the scriptures. na ninataka tupate usaidizi kutoka kwenye maandiko. The topic of this message, sermon, Na kichwa cha ujumbe wa somo hili is advisory, ni ili tukio la uhitimu, and it's to all of us. na ni kwa ajili yetu sote. I say all of us. Nasema ni kwetu sote, It's not only the graduates, na sio tu wale wahitimu, and it's everyone in the house. na ni kwa ajili ya kila mmoja ndani ya chumba hiki. And I want to say this: Nataka niseme hii, if you are hearing me now, kama unanisikia sasa and you don't belong to God, to Jesus Christ, na wewe si wa Yesu Kristo, you are not born again, haujazaliwa mara ya pili, you are here to receive Christ into your life, uko hapa kumpokea Yesu kwenye maisha yako, it means you are not a member of the kingdom of God. na unakuwa ufalme wa Mungu hapa duniani. I advise you to make haste in deciding to belong to God. Na ninawakumbusha kwamba ufanye maisha yako yawe kwa Mungu, Because kwa sababu all the things that you will receive here, vitu vingi unavyovipokea hapa, and the prayers na yale maombi and declarations na yale matamko and the goodness of this occasion na uzuri wa tukio hili, belongs to the children of God. hii inahusiana na watoto wa Mungu. So I want to advise you right now, as you are hearing me, Kwa hiyo nataka to nikushauri make a very good decision of belonging to God. uwe unafanya maamuzi mazuri ya kuwa kwa Mungu. The topic is this: Ujumbe ni huu: be a faithful steward. uwe mwakilishi mwaminifu. Be a faithful steward. Uwe mwakilishi mwaminifu. And I want to anchor this Nataka niseme hili in 1 Corinthians chapter 4. First Corinthians verse 4. Wakorinto wa kwanza chapter number verse 1 and 2.
chapter 1 verses 4. 1 Corinthians chapter 1 verses 4. Chapter 4, verse 1 and 2. Chapter 4. Okay, Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Okay. I read, let a man so consider us as servants of Christ and servants of the mysteries of God, and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. In Christendom and in the ministry, what's the concept of stewardship? The meaning of stewardship. What is the concept of stewardship or the meaning of stewardship? Wale wote waliochaguliwa na Mungu wanakuwa mawakili. Stewardship is a careful and responsible management of something entrusted to you. Wakili ni mtu aliye makini na mwaminifu kwa kile kitu ulichopewa na kuaminiwa nacho. Management of something that is entrusted in your care. Unawekwa juu ya kitu ili uwe mwaminifu na kukitunza. In Christianity, katika Ukristo, it means someone who understands that God is the creator and owner of everything, and that he has entrusted as manager you to manage the resources for him. Huyu wakili ni mtu ambaye anajua kwamba Mungu amemweka na kumuumba na kuweka vitu chini yake, na Mungu anamwamini kwamba vitu hivyo awe mwaminifu na kuweza kuvitunza. Let me summarize this way. Ngoja niweke kwa kifupi. I have 4 letter words. 4 letter words. Nena maneno yani maneno manne. O-R-A-R. O-R na A-R. Say it. O-R-A-R. Sema O-R-O-A-R. The first one O is ownership. You must know the ownership. Ile O ya kwanza ni umiliki. You must recognize God is the owner of everything you are handling. Lazima ujue kwamba Mungu ni mmiliki wa kila kitu. So you must not claim ownership Kwa hiyo of the church or the fold. Usichukue vitu vya kanisani na vitu vyote kwamba ni vya kwako, ni vya Mungu. The second one is responsibility. La pili ni uwajibikaji. It is your responsibility Ni wajibu wako to take care of the fold. Kulinda kila kitu. Manage the fold. Iwe ni kusimamia kila kitu. The third one is accountability. Jambo la tatu, uwajibikaji. You must account for everything. Lazima uwajibike kwa kila kitu kwa uaminifu. Your integrity must be blameless. Yaani uaminifu wako lazima uonekane. And that, the last one is reward. Lakini la mwisho ni ile thawabu. So in stewardship, you must know these 4 things. Kama wakili lazima ujue mambo haya manne. What is your role as a steward? Wewe wajibu wako ni nini kama wakili? You have known theology, you have read, you have done that with the other, you have heard sermons. What role are you supposed to play? Umejifunza, umeandika jumbe, nini sasa wajibu wako? Now you must play the role of a shepherd. Sasa
umechukua ile nafasi ya uchungaji. What's the work? Is to take care of the fold. Yeye anachukua To save the sheep. Uweka maisha yako chini ili watumikie wengine. To see to the welfare of the children of the sheep. Wewe uwe sehemu ya ulinzi wa wale kondoo. You must embrace the mighty responsibility of stewardship. Hiyo ndo kukabiliana na ile kazi kama wakili. I want to go to another scripture. Anataka akwambie andiko lingine. 1 Peter chapter 5. Petro wa kwanza mpaka 2 to 3. 2 mpaka 3. In this place, in this scripture, it gives us 7 Na hii pia inatuonyesha ujumbe things that was true. ambacho Petro alikuwa anafanya. The first one is this, Jambo la kwanza ni which is key. It says, feed the flock of God. anasema chunga kondoo zangu. You have to feed the flock of God with the right gospel, right scripture, so that they will be able to develop. Lazima ulishe kondoo kwa injili iliyo safi. You must use it to feed the flock of God. Lazima uhakikishe unalisha. You will take oversight Utaanza kuangalia of the flock. namna ya kondoo. It means you have to monitor. Vitu ambavyo natakiwa viangalie. You have to visit them and know what is happening to them. Lazima uende kwao uone vitu gani wanavyovipitia ili uweze kuwatunza. It's not enough to just preach on Sunday and just go back. Sio tu kwamba you have to monitor what is happening to them. Uhubiri Jumapili alafu uende nyumbani. Lazima waangalie. When you are doing this work, ukiwa unafanya hii kazi, it must not give the impression that they are forcing you to do. Pengine uweze kufanya kitu ambacho wao wanakulazimisha wewe ufanye. It is not by force. Sio kwa nguvu. You must not be forced to do this work. It must come from you. Usifanye hii kazi kwa kusukumwa. This work is not the work you are doing because of salary. Hii kazi haufanyi kwa sababu unalipwa. It's not the one you are doing because they said you should do it. Sio ndivyo Mungu aliyosema kwamba uifanye kwa njia hiyo. So number 3 is you must do it willingly. Na namba 3, lazima uifanye kwa kupenda. It must be done willingly. Lazima ifanywe kwa for profit. Usifanye hii kazi ya Mungu kwa kupata faida. It must not be done with dishonorable profit. Isifanyike kwa namna yoyote ya kupata faida. There must not be immorality in there. Na isiwepo swala la mambo kama ya uzinzi mle ndani. And the Bible says not for filthy lucre. Not for profit. Sio kwa faida. Not in dishonored way. Sio kwa kutokuheshimiana. You must not indulge in anything that will bring the reputation of the kingdom down. Usifanye kitu kinachoshusha ile heshima ya ufalme wa Mungu chini. Number 5. Namba 5. You must do it with a ready mind. Lazima uifanye kwa akili timamu. You must be ready at any time. Uwe tayari kwa wakati wowote. Do this work. Kufanya hii kazi ya Mungu. The Lord will help you in Jesus' name. Na Mungu atakusaidia kwa jina la Yesu. When the president was talking, siku moja rais alikuwa anaongea. He asked you graduates. Aliwauliza wahitimu. He said, "Are you ready?" Aliwauliza, "Je, mko tayari?" And you answered, you said yes. Na majibu yalikuwa ndio. So you must be ready as you said yes. Kwa hiyo lazima uwe tayari kama ulivyosema niko tayari. Again,
The scripture in that place we read. Na andiko kwa hapo pia tuliposoma. You must not lord over the flock. Usiwape kondoo mzigo mzito. They are God's heritage. Hao ni warithi wa Mungu. They are God's what? Heritage. Ni warithi wa Mungu. Please, Tafadhali, you are not made lord over them. Haujafanyika kuwa mzigo kwa hao kondoo. You are a servant. Wewe ni mchungaji wa kuwatumikia. Don't put yourself on top of them and start bullying them. Usianze kujiweka juu yao na kutaka kuwasukuma chini. The last one, number 7. Mstari wa 7. In everything you do, Kila kitu you unachokifanya, must present yourself as an example. wewe lazima ujionyeshe kama kielelezo. Because people will not read the scriptures, they will read your action. They will read you. Wale watu wasiosoma Biblia watasoma maisha yako. Anything you do, they will copy. Kila unachokifanya watakichukua. So if you are not doing it right, Kama haukifanyi vizuri, they will never do it right. hawatakufanya nao vizuri. The third scriptures I want you to note Na hiyo ndo nataka ujue. is in Matthew. Andiko lingine ambalo nataka muangalie ni kwenye kitabu cha Mathayo. And it has to do with the parable of the sower. Ni ile mithali ya mpanzi. In Matthew chapter 25 from 14 to 30. Mathayo 25 14 to 30. 13 mpaka 14. The master entrusted his servant with various talents. Bwana yule alimwamini mfanyakazi wake kwa talanta. Some were faithful and made profit out of it. Na aliyekuwa mwaminifu alizalisha akapata faida kati yake. And the other one not. Lakini mwingine hakufanya hivyo. And he didn't get commendation at all. Na hakupata kutambuliwa. So, pastors, you are called to cultivate the gift and talent. Na wachungaji mmeitwa ili mtifue zile karama na talanta ambazo Of your congregation. katika makanisa mlionayo. Encouraging them all the time. Kwa hiyo inatakiwa uwatie moyo waumini kila wakati ili wastawi in their faith katika imani and in their service. na katika huduma. There's one song we used to sing in my place. Kuna wimbo ambao huwa naimbaga kule kwao. Say the call of God has no regret. Kwamba wito wa Mungu lazima uwe mkuu And has no reproach. na has No reproach. Inasema karama ya Mungu haina majuto. That means when God calls you, Kwa hiyo Mungu akikuita, you cannot regret it. hauwezi kujuta And you will never suffer any reproach from any quarter. na hauwezi kujuta kwa ajili ya hiyo karama. The song says, they call God, Jesus called me, Na it's a call of joy. Kwa hiyo ule wito ambao Yesu ameniitia ni wito wa furaha. And I'm most fortunate in my life. Na hilo ndo tunahitaji kwenye maisha yetu. I want to conclude this way. Nataka nimalize kwa hivi. You must have joy all the time on the call you are called. Lazima uwe na furaha siku zote katika wito ulioitiwa. And I want to ask you some questions. Na ninataka niwaulize maswali. How do you see the gift that God has given to you? Unaionaje hiyo karama ambayo Mungu amekupa? Is it for selfish use Je, ni karama kwa ajili or for the use of the kingdom? kujinufaisha wewe au ni kwa utumishi wa Mungu? Are you ready to be a faithful steward Je, in His vineyard? Je, uko tayari kuwa wakili mwaminifu katika kazi ya Mungu? Are you sure you are ready for the responsibility
The great responsibility. Je, uko tayari kwa uwajibikaji ulio mkuu? Amen. Are you ready now to bring souls to the kingdom? Je, uko tayari kuleta nafsi au kuvuna nafsi kwa ajili ya ufalme? Amen. If you say yes, kama umesema ndio, I say congratulations. Nasema mbarikiwe sana. It's not for graduates only. Graduates only is for every one of us. Kwa hiyo uhitimu ni kwa ajili yetu sisi sote. Because the great call is for every soul. Kwa sababu mtakwenda kwa ajili ya kila nafsi. I want to advise you. Nataka nikushauri that you keep it on. Endeleeni au songeni mbele. As a child of God, kama wana wa Mungu, don't look back. Usiangalie nyuma. Whether you are young or small, kama wewe ni mkubwa au mdogo, you are a steward of God. Wewe ni wakili wa Mungu, and ambassador of Christ. Na ninyi ni mabalozi wa maisha ya Kristo. God bless you. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Amen. Amen. Now we are in the big season of what we come to do. Kwa hiyo tuko kwenye nyakati au majira ya kile kilichotuleta kukifanya. This is the time to award the certificate. Hii ndo sasa wakati wa kuwapa vyeti vyenu. And I want to beg the indulgence of the government official. Naomba viongozi sasa mlioko hapo mje msimame hapa mbele. So we can shake their hands. Kwa hiyo ili tuweze kutikisa mikono yao na kuwashukuru. As maybe some people will. Should we? Let we go like this. Hapo pana Teresa. This way. You can stay. So you can stay over there. So as they come, they pass through here and then they shake. So yes, then you read it. Thank you. Tunaenda kuwataja wahitimu wa siku ya leo. Wa kwanza Kitundu Lazaro Nelas. Hebu tumshangilie bwana. Wakati muhitimu unakuja kuchukua cheti hapa, basi utawapa mikono. Baada ya kuchukua cheti utawapa mikono. Naomba wanafunzi mfuate utaratibu. Sorry, we didn't make the certificate yet, but it's going to come. Okay, it's just the certificate of attendance. It's not the diploma. It's not the certificate. But for the fact that you attended the English class, you should receive something. Kwa wahitimu wa Kiingereza vyeti vyao havijaandaliwa, lakini vitaandaliwa, ila leo tutawapa mkono wa pongezi. Jina lake mtumishi wa Mungu Daniel Simon, Apostle Daniel Simon. Wahitimu, jamani, nimeona vyeti vyenu. Amen. Vinaonekanaje?
Vyeti vya kimataifa, si ndio? Simevipenda. Sasa mnatakiwa mwekewe mikono, mtamkie baraka. Karibuni wahitimu wote, mjeni hapa kwa ajili ya maombi. Amen. Lord, we continue to bless them as they do the work of the ministry. Kwamba Mungu aweze kuwabariki na waweze kufanya. Now I will call on Dr. Ephraim Ojo to pray. Tunamuita Dr. Ephraim Ojo aweze kuomba. Let us pray. Tuombe. Gracious Father, we thank you. Yesu, tunakushukuru. The owner of the church, we bless your name. Na mwenye kanisa tunabariki jina lako. We thank you for the gift of men you are giving to the world to populate the kingdom of God. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka za binadamu. We appreciate you for the time they are spent before you. Tunakusihi na tunakushukuru kwa muda ambao tumekuwa nao. You made provision ready for them and you gave them good health and sound mind. Umewapa akili njema na afya njema. We thank you for the lecturers who have imparted knowledge unto them. Tunakushukuru kwa walimu ambao wameweza kuwafundisha mpaka wamefika leo. We thank you for the visionary who established this school in the country of Tanzania. Tunakushukuru kwa ajili ya mwanzilishi aliyekuwa na ndoto na kuanza chuo hiki hapa Tanzania. And we appreciate you for the coordinator in Tanzania, that's your servant, Pastor John Oscar. Tunakushukuru pia kwa ajili ya Pastor John Oscar. We thank you for this day that's come in reality. Tunakushukuru kwa siku hii ambayo kweli imekuwa. It has been a day of joy, a day of reward, a day of accountability. Leo ni siku ya furaha na siku ya kupata thawabu. Now we present them before you, God. Sasa tunawaweka mbele zako, Bwana. The Bible says, by strength I know man prevail. Biblia inasema kwa nguvu tunapata. It's not by power, not by might, by my spirit, says the Lord. Sio kwa uwezo wetu, bali ni kwako wewe, Yesu. I pray for you as an anointed and minister of God. Tunaomba kama mtumishi the power to do the work. Kwamba tuwaweze kupata nguvu and ability to function effectively. Ili waweze kufanya kazi vyema. The strength you need, the impartation you need, the Holy Spirit you need, receive in the name of Jesus Christ. Pokea katika jina la Yesu. You will go in the midst of wolves and hyena. You will trample upon them in the name of Jesus. Utakwenda kote na utafanikiwa katika jina la Yesu. Everything you need to populate the kingdom of God, God will release upon you. Chochote unachokihitaji kutoka kwa Bwana ataiachilia kwa ajili yako. On this note, I present you to the heavenly hosts. Sasa tunaomba Roho Mtakatifu. The Lord of Lords, the King of Kings, I am that I am. Mungu wa Mungu, miungu na mfalme wa falme. Receive strength. Upokee. Receive power. Pokea nguvu. Receive anointing. Pokea and go in this mind. Wapaka mafuta hao. Do greater exploit for the Lord. Na ili waweze kutumikia. And from this moment onward, na muda huu, the name of the Lord in Tanzania is emperor. Jina la Bwana katika Tanzania will be glorified through your ministry. Ili waweze kufanya in the name of God the Father. Katika jina la and of the Son. na Bwana and of the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Praise be to Jesus. Amen. Asante sana. Thank you very much. Ndugu zangu viongozi, our leaders for the college. Kwanza niwashukuruni sana. Thank you very much. Na poleni kwa safari kutoka mbali hadi kutufikia sisi hapa Mbeya. And we are really giving you an honor from coming very far right here to Mbeya. Yetu ya Kalobe. In this our ward known as Kalobe. Na niwaombee pia Mungu awajalie mfike salama. And I pray that when you'll be back, may God give you a safe message. Shughuli zote ambazo mnazozifanya. And everything that you do, may God protect you. Ndugu zangu wahitimu. Our graduates.
Na mimi nigeuke kwenu. Let me just turn unto you. Nimesikia maandiko yaliyosomwa na baba mchungaji hapa. I've heard the scripture that our pastor wrote. Fikiri wa Korinto 5. It was kwanza mstari wa 4 sura ya 4. It was 1 Corinthians 4. Maneno makubwa sana ambayo aliyasema mchungaji huyu. The great one that the pastor said. Kwanza niwataka kuwa ni watu wenye weledi katika kufanya kazi zenu. First, he made it to be so accountable. Lakini nakumbuka maneno matakatifu katika Mathayo kama sikosea ni 7:5. And also in Matthew 7:5. Pale ambapo Mungu alipotuambia heri wapatanishi maana hao ni wana wa Mungu. Na kwa leo hii nina imani kabisa. And today I am sure mmeipata hii elimu that you got this education sio kwa bahati mbaya, not just for by chance. Mapenzi ya Mungu. It is for the love of the Lord. Na sisi Waislamu kuna maandiko tunasema, and we Muslim there is a scripture that we say, mtu mbaya katika dini, anybody who is bad in denomination, mtu mwenye elimu asiyoitumia elimu yake kwa manufaa ya watu waliopewa elimu, is somebody who is illiterate but is not using the same literacy to help others. Kama umepewa elimu hii, when you got this education, fikishe kwa watu mahususi, take it to the right people, bila kiburi, without any, bila dharau, without any hungriness. Kumbuke nafasi uliyopewa wewe, and remember the chance that you got. Wewe unaitwa baba, you are called father. Wewe unaitwa mama, you are called mama. Namaanisha baba mchungaji, I mean the pastor. Namaanisha mama mchungaji, and also the wife of the pastor. Fikiria mama, kama unaweza ukazini mbele ya wanao. If you can commit adultery as a mom, kama huwezi, if you cannot, ili uwape elimu wanao wapate mafunzo mema kutoka kwako, so that you give. Mr. President with your board member, rais pamoja na watu wako, our chairman of Moravia, mwenyekiti wa kanisa la Moravia, our world leader, viongozi wetu, and the all graduates, na wahitimu wote, the other participant member here, na wote tuliokuwepo mahali hapa. We want to thank all choirs. Nataka tuwashukuru kwaya zote. Really thank you so much. Asanteni sana sana sana. I think we will be using you every time. Tunaamini kwamba tutakuwa tukiwatumia muda wowote. If we have any function in the city, tukiona tukio lolote katika mji wetu huu, we will be using the choir. Tutakuwa tukiwaita nyie kwaya. And I know some of you, I have already invited you several times. Na ninaamini wengine tumewahi kuwakilisha au kuwakaribisha maeneo fulani fulani. So we will be using you. Kwa hiyo tutakuwa tukiwatumia. So we want to thank the father of the house too. Tunataka tumpongeze au tumshukuru mwenye nyumba ambaye ni mchungaji, Pastor Msangawale, Pastor mchungaji Msangawale, for giving us an opportunity. Kwa kutupa fursa hii. And we want to thank very very much our chairman. Na tunamshukuru sana na tuna mwenyekiti wetu tunamshukuru. He has opened the door for us. Amefungua milango kwa ajili yetu. To take advert to all pastors. Kwamba aweze kuchukua kutupa wachungaji. And I wanna assure you. Na nataka nikuhakikishie you will be happy. Utafurahi. So after all this, na baada ya yote haya, I want to thank twice the graduates. Ni washukuru kwa mara ya pili wahitimu wetu. You know, this will be we are going to study a bachelor here. Unajua tutakuwa na bachelor, tutasoma bachelor hapa in this hall. Katika ukumbi huu. So we will be using this hall. Kwa tutakuwa tukitumia huu ukumbi. And thank you church members. Na asanteni sana washirika wa kanisa. So all the students that want to register. Kwa hiyo kwa wale wanafunzi wanaotaka kujisajili for certificate kwa ajili ya cheti, you will start see our please can you stand up?
mchungaji wetu hapa Pastor Diana. And as we say, Na tulivyosema, kama tulivyosema, English class darasa la Kiingereza and certificate pamoja na cheti will be done here. tutafanya hapa. Also we will do bachelor. Na tutafanya vile vile bachelor. When you see Diana, utakapomwona Diana, you will register there. Utajisajili kwake. For all people who want to know English. Kwa hiyo wale wote wanaotaka kujua Kiingereza, wale tuliotorokaga mapema enzi hizo, those that went for those days, tuliokuwa Mwakaleli tukiamshwa twende darasani tunakimbia. People from Mwakaleli who used to run away from classes, umewaletea kizungu hapa. We brought you the English right here. Kwa hiyo wote tutasoma. So all of us we shall get educated. Tutaonana na mtumishi. So you will see Pastor Diana. Kubariki sana. May the Lord bless you. Lakini nadhani ibada yoyote lazima iwe na sadaka. And every service must have offerings. Ambayo tutaacha hapa kanisani. Where the offering that we shall just live with right here in church. Bwana wa vyombo ni wa kanisani. And the guy here is from this church. Na hatutaki tuondoke bila kuacha sadaka. And we cannot go away without giving any offering. Tunaomba kikapu cha sadaka. We need a bucket for offering. Naona Shemasi anakimbilia sana kikapu cha sadaka. Yeah, give us some buckets for offering. Na tunamaliza sasa hivi kwa sababu tunajua kuna harusi hapa kanisani. Yeah, we've just waited here because we know there is a wedding right here at church. Basi kila mmoja ashike sadaka yake. So everybody, may you hold up your offering right now. Na wakati unashika sadaka yako nzuri, and as you hold your offerings, ingia tu kwenye wallet yako. Yeah, just get into your wallet. Alafu tutaangalia kuna mawili matatu yako hapa inatakiwa tufanye. And there is 1, 2, 3 we need to do right here at church. Haya, kwaya ije hapa. The choir, may you come. Utoe sadaka hapo kwanza. Choir, come off, give your offering first. Alafu baadaye tunaimba tunamtolea Bwana. Then after that we shall sing by giving offerings to the Lord. Kijana yeyote mwenye nguvu aje. So any you just come. Stand. Kama hivyo kwa DJ hapo kwa muda.